Asante. Ndugu waandishi wa habari, niko hapa kutoa taarifa ya kikao cha baraza la madiwani ya robo ya 3 ya mwaka wa fedha wa 2025-26. Lakini jana pia baraza lile ambalo lilihitimisha muhula wa madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha ulioanza mwaka wa 2020 mwezi Novemba. Kwa maana baada ya baraza la jana hakutakuwa na baraza lingine kwa mujibu wa kanuni na taratibu zinazoongoza halmashauri, kwa sababu baraza la madiwani hawa wa 2020-25 inaenda kuvunjwa tarehe 28 mwezi wa 6, siku ambayo bunge inavunjwa. Na kwa utaratibu kwenye baraza kuna robo 4, lakini robo ya 4 itafanyika baada ya mwaka mpya wa fedha. Katika baraza ile, kama ilivyo utaratibu, baraza lilipitisha kwa pamoja matumizi yaliyotumika kwenye robo ya pili, lakini pia na bajeti itakayoenda kutumika kwenye robo ya 4 sasa, ambayo inaanza mwisho wa robo hii. Kwa hiyo baraza kwa ujumla imepitisha mambo yafuatayo. Namba 1, imepitisha ajira za wafanyakazi ambao walikuwa wanaongezewa, wanathibitishwa kazini, lakini imepitisha pia bajeti ambazo zinatakiwa zitumike kwa muda wa hii robo inayokuja. Lakini ni jikite zaidi kwenye miaka 4 ambayo baraza hili la madiwani wa halmashauri ya jiji la Arusha ilianza kazi yake hapo Novemba 29 mwaka wa 2020. Na ndugu waandishi wa habari, niseme kwa sauti kubwa kabisa kwamba baraza letu hili la mwaka 2020-25 ni baraza ambayo imefanya miradi mikubwa, miradi ya kimkakati, miradi ya maendeleo ambayo imeenda kutransform sura ya jiji letu na maendeleo ya jiji letu kwa ujumla. Katika baraza tuna sekta mbalimbali. Tuna sekta ya elimu msingi, tuna sekta ya elimu sekondari, tuna sekta ya afya, tuna ujenzi na mipango miji, tuna sekta ya utawala, biashara na fedha, mipango na utaratibu na maendeleo ya jamii. Sasa nianze na sekta ya elimu msingi. Wakati tunaingia kwenye baraza tulikuwa na shule 47. Wakati tunatoka kwenye baraza tuna shule 51, kwa maana kwamba tumejenga shule 4 mpya za msingi. Lakini wakati tunaingia kwenye baraza tulikuwa na shule za sekondari 26 na sasa hivi tuna shule 32. Kwa hiyo maana yake tumejenga shule 6. Kwa hiyo katika elimu ya msingi na sekondari tumejenga jumla ya shule 10 ndani ya miaka 4 ya baraza hili la madiwani. Lakini katika sekta ya afya tumejenga jengo la OPD katika hospitali ya wilaya Njiro. Tumejenga jengo kubwa kabisa la OPD. OPD ni jengo la wagonjwa nje katika kituo cha afya cha Levolosi. Lakini tumenunua vifaa tiba ambavyo vina hadhi ya kimataifa katika kituo cha afya cha Kaloleni. Na ikumbuke kwamba baraza hili katika muda wa miaka 4 imeweza kupokea zaidi ya shilingi bilioni 400 ambayo ni mapato ya ndani na mapato ya serikali kuu. Sasa tukienda kwenye sekta inayofuata ni sekta ya ujenzi na mipango miji. Katika sekta hiyo tumejenga barabara za lami zaidi ya kilomita 20, lakini na barabara za udongo tumezifanyia maboresho mbalimbali. Sambamba na hilo tumenunua mitambo kwa ajili ya kujenga barabara, tumeweka taa za barabarani, tumeweka CCTV kamera kwa ajili ya usalama. Lakini wakati tunaingia majengo mengi ya halmashauri yalikuwa hayana hati miliki. Wakati tunatoka majengo yetu yote yako salama, kwa maana kwamba tumeweka hati miliki. Lakini ikumbukwe kuna mradi wa stendi ya Bondeni ambao kwa muda mrefu umekuwa ukisuasua. Ndani ya baraza hili tumeweza kusaini mikataba na tunavyoongea wakandarasi wako site. Sambamba na lile ujenzi wa stendi, tuna masoko makubwa 2 tunaenda kuyajenga. Soko la Kilombero ambalo ni soko jipya yenye hadhi ya kitalii, na soko la kwa Mrombo. Lakini kama mnavyojua mji wetu ni wa utalii, maana yake tunaenda kufanya maboresho makubwa sana katika bonde la Mto Temi pale nyuma ya Four Points Hotel karibu kabisa na Clock Tower ya Arusha ambayo ni katikati ya bara la Afrika kutoka Cape Town kwenda Cairo. Kwa maana kwamba eneo lile litaenda sasa kuboreshwa ili iweze kutoa huduma za kitalii kwa wananchi wa ndani ya jiji la Arusha, wa Tanzania kwa ujumla, lakini na watalii wanaotoka nje ya Tanzania. Lakini pia jiji la Arusha tumesaini mkataba wa kujenga uwanja wa michezo wa jiji ambao utaenda kushirikiana na ule uwanja maarufu wa Samia kwa ajili ya fainali za kombe la mataifa ya Afrika almaarufu AFCON. Nijielekeze kwenye kwenye eneo la sekta ya utawala. Kwenye sekta ya utawala
Jiji la Arusha inaendelea kujenga jengo kubwa, jengo lenye hadhi nzuri, jengo la ghorofa 8 ambalo litakuwa jengo la utawala katika halmashauri yetu ya jiji la Arusha, na hiyo ni baada ya halmashauri yetu kujikuta jengo tulilonalo la utawala ilijengwa mwaka 1959 ambayo ilijengwa na wakoloni, ambako halmashauri ya jiji la Arusha ni halmashauri pekee ambayo ina maofisi sehemu tofauti tofauti. Kwa hiyo tukaamua tujenge jengo moja, jengo lenye hadhi yake, jengo ambalo litakuwa ni kivutio pia kwa mji wetu, na jengo lile ujenzi unaendelea. Lakini sambamba na hilo pia katika eneo la sekta ya utawala tumejenga pia nyumba ya mkurugenzi, tumejenga ofisi 5 za kata, tunaendelea kujenga stendi ya temi kwa maana ya kufanya mji upumue kidogo. Lakini tumejenga pia vituo vya mapato. Sasa hivi jiji la Arusha haulazimiki kama unaishi kata ya Muriet au unaishi Olmoti, haulazimiki kuja kulipa mapato katika ofisi ya jiji. Kuna vituo vya kupokea mapato katika maeneo 6 tofauti. Hiyo inaitwa kanda za ukusanyaji wa mapato. Lakini pia tumekarabati masoko, tumejenga na maeneo ya kuegesha magari katika barabara zetu. Tukienda kwenye sekta ya mipango na uratibu, tumenunua gari aina ya Costa kwa ajili ya kurahisisha usafiri kwa wafanyakazi wa jiji, lakini pia tumenunua pickup 3 mpya. Hiyo yote ni katika kuhakikisha tunaenda kuboresha maisha ya wafanyakazi wetu. Lakini nikienda sasa kwenye sekta ya maendeleo ya jamii, jiji la Arusha katika miaka 4 iliweza kukusanya shilingi bilioni 17.5, hiyo ikiwa ni 10% ya mapato yetu ya ndani baada ya kuondoa yale mapato lindwa. Na katika fedha hizi tayari shilingi bilioni 10.39 imetolewa kwa vikundi vya vijana, akina mama na watu wenye ulemavu. Katika eneo hili vikundi 862 vimepewa mkopo, lakini wanawake wakiwa ni 624, vikundi 624, vijana vikundi 160 na vile vikundi vya watu wenye mahitaji maalum wako 58. Kwa hiyo pesa hizi zimeenda kwenye mzunguko, na kwa ujumla hali katika eneo la maendeleo ya jamii ni nzuri na watu wananufaika. Kwa hiyo kwa ujumla, ndugu waandishi wa habari, mimi niseme baraza letu hili pamoja na changamoto nyingi ambazo pia zipo na haziwezi kukosekana, kwa sababu maendeleo ni mchakato na mchakato ni jambo endelevu, lakini baraza letu kwa namna ya kipekee imefanya kazi kubwa sana. Naomba nitoe shukrani kwa watu wafuatao. Mtu wa kwanza kumshukuru ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama, na mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kupitia kwake Arusha imeweza kupiga hatua kubwa sana haswa katika sekta ya utalii. Na hii ni baada ya Dr. Samia Suluhu Hassan kuzindua ile filamu yake maarufu ya The Royal Tour, ambako wageni sasa wamemiminika katika jiji letu na wanaendelea kumiminika, na hii ni faida kubwa sana kwa wananchi wetu wa jiji la Arusha, kwa sababu mzunguko wa kiuchumi kwa namna yote utaongezeka na umeshaongezeka. Lakini wa pili kumshukuru ni mkuu wetu wa mkoa, Mheshimiwa Paul Christian Makonda. Ana mwaka mmoja tangu amefika, lakini amekuwa ni chachu kubwa sana ya maendeleo katika jiji letu la Arusha, katika mkoa wa Arusha kwa ujumla, kwa ajili ya events ambazo hazipoi katika jiji letu la Arusha. Ameuchangamsha mji, usalama uko vizuri, lakini kuna vitu vingi ambavyo Watanzania wavitegemee kupitia kwa Paul Christian Makonda. Nisimsahau mkuu wetu wa wilaya, Mheshimiwa Joseph Modest Mkude, ni mgeni lakini amefanya kazi kubwa sana. Lakini na wale wakuu wa wilaya wote waliotangiliwa, kila mtu amefanya sehemu yake. Sambamba na hilo ni mshukuru mkurugenzi wetu wa halmashauri ya jiji la Arusha, Bwana John Lipes Kayombo, naye amekuwa ni chachu kubwa ya maendeleo katika jiji letu. Kwa namna ya kipekee ni washukuru sana madiwani wenzangu wa halmashauri ya jiji la Arusha, ambao kwa pamoja tumeshirikiana kuifikisha halmashauri hapa tulikoifikisha. Lakini nisiwasahau wataalamu au wafanyakazi wa jiji la Arusha kwa ujumla, nao wamefanya kazi kubwa. Mwisho lakini sio kwa umuhimu, ni washukuru wananchi wote wa halmashauri ya jiji la Arusha, ambao wao ndio sehemu kubwa ya maendeleo yetu. Ninawashukuru, niwatakie kila lililo jema. Lakini waandishi wa habari, na nyinyi mko vizuri sana, niwashukuru, niwape kongole nyingi sana kwa kazi kubwa mnayofanya. Mungu azidi kuwaongoza. Asanteni sana kwa kunisikiliza.